Naitwa mkaguzi msaidizi Prosper David, ni ofisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania. Tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 nimepata wasaha wa kuabudu katika kanisa la Moravian usharika wa Kigamboni. Nimepata fursa ya kutoa elimu zinazohusiana na majanga ya moto. Nini kinatakiwa kufanyike katika kujilinda na majanga hayo, na nini kifanyike baada ya jitihada zote kushindikana. Na nimewaambia, ukiona moto umewaka ujue kuna mtu mmoja kashindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa maana hiyo nimewaelekeza njia zote zikiwemo za kutumia vifaa vya umeme, namna ya kusoma ujazo wa moto kwenye vifaa vya umeme vile, na nimewaelekeza namna ya kutumia gesi kwa tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kikubwa ambacho niweza kuwashauri, wanapoona tukio lote la moto, wasianze kupambana na moto wao wenyewe, ila waanze kwanza kutupa taarifa sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kuweza kutoa msaada kwao wa haraka sana na wa lazima. Na nimegusia kuambia kwamba zile huduma zinatokana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hazina gharama, ni bure kwa mwananchi yeyote. Ile ni huduma inayotolewa na serikali bure kwa Mtanzania awaye yote. Hivyo usiogope kutoa taarifa kwa hofu ya kutozwa gharama yoyote. Nikawakumbusha na namba ya dharura ya zimamoto na uokoaji kwamba ni namba 114. Popote utakapokuwa nchini tupigie, utaweza kutupata kwa urahisi na kwa wepesi na kwa huduma zaidi. Kikubwa nilichozidi kuwasihi, tuzingatie kwa ukubwa elimu tunayopewa juu ya majanga ya moto. Lengo la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa Tanzania sio kuja kuzima moto kwako wala kufanya maokozi. Lengo kubwa ni kwamba hivyo vitu vyote vinavyosababisha madhara visiwepo. Swala la majanga moto iwe ni historia kwa nchi yetu ya Tanzania na kwa ujumla zaidi. Pengine labda ni changamoto gani ambazo unakutana hasa kwa wananchi yanapotokea majanga kama? Changamoto unazokutana nazo kwa wananchi yanapotokea majanga ya moto ni kwamba walio wengi hawana elimu sahihi juu ya utoaji wa taarifa kwa jeshi linapotokea tukio lolote. Unakuta moto unawaka, wananchi wanaanza kupambana wao wenyewe. Moto umeshawashinda, ndipo wanatambua kuna Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa vyovyote vile, moto uliokushinda tutakuja, lakini tutakuwa tumeshafanya, umeshaleta madhara. Hata kama tutafika kwa muda mwafaka ulipotoa taarifa, tutakuwa tumeshaleta nini? Madhara. Kikubwa, toa taarifa kabla hujaanza kupambana nao. Na nilichowaelekeza, mkishagundua kwamba kuna moto mle ndani, toa nje familia yako yote, mtoke nje kuepuka ile madhara yatokanayo na kuwaka kwa moto. Kisha nenda kwenye main switch, zima umeme wote. Tuko pamoja? Ushazima umeme wote, hakikisha hakuna mtu aliyebaki ndani ya jengo lile. Kama kuna jitihada za kuweza kupunguza madhara yale, uende, lakini kwenda kwako ndani usiende peka. Nenda mkiwa zaidi ya watu 3 mpaka 5. Lakini mhakikishe mnapofanya jambo la kupunguza madhara yale, milango yote iko wazi.